miongoni mwa neema adhimu za Allah subhanahu wa ta'ala ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametutunuku ni kuturefushia umri yetu mpaka kuweza kufikia masiku haya adhimu, masiku bora ya mwaka mzima, ayyam al-ashr min Dhul-Hijja, masiku 10 ya kwanza ya Dhul-Hijja ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia kuweza kuyafikia, na mpaka leo tunaendelea na siku ya 5, walillahi alhamd. Nilijaliwa kutazama khutba iliyotangulia ya Jumaa iliyotangulia katika msikiti huu, na khatib jazakallahu khairan akawa amezungumzia mengi yanayohusiana na 10 hili la kwanza Dhul-Hijja. Akazungumzia kuhusiana na umuhimu wa ibada katika masiku haya, akazungumza kuhusiana na umuhimu wa siku ya Arafa na vipi Muislamu anafaa kujiendeleza katika siku hiyo. Akazungumzia ibada tunayofanya katika siku ya 10 ya Dhul-Hijja, hasa ibada ya kuchinja na baadhi ya ahkam za ibada hii na mengine mengi aliyozungumza, jazakallahu khairan. Nikaonelea ni vyema tuzungumzie au tuendeleze mazungumzo hayo aliyoanzisha khatib na kuangalia mengine ambayo yanayohusiana na masiku haya adhimu ya Dhul-Hijja, bila kurudia yale ambayo khatib aliyazungumza kinagaubaga na kwa ufasaha. Barakallahu fihi. Leo insha Allah taala tutaona baadhi ya mafunzo ambayo tunaweza tukayasoma kutoka kwa Mtume Ibrahim alayhi salam, kwa sababu mengi ambayo tunayafanya katika au mahujaji wanayafanya katika masiku haya ya haji na ibada zingine ambazo nasi huku tunayafanya, mengi yanahusishwa na kumbukumbu ya maisha ya Nabii Ibrahim alayhi salam na familia yake. Nabii Ibrahim alayhi salam ni mtume ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemzungumza sana ndani ya kitabu chake. Ni mtume ambaye anakubalika na Waislamu na hata wengine wasiokuwa Waislamu wanamtambua na kumkubali Nabii Ibrahim alayhi salam. Ndio maana ndani ya Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuaki na kuwathibitishia wale ambao wanaupinga Uislamu katika mambo ambayo Allah anawatajia ni kuwa ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wama kana min al-mushrikin. Allah subhanahu wa ta'ala anaweka wazi ndani ya Qur'an ya kuwa Nabii Ibrahim hakuwa Myahudi, Nabii Ibrahim hakuwa Mkristo, kwa sababu Ukristo na Uyahudi yote yalikuja baada ya Nabii Ibrahim alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala anazungumzia imani ya Nabii Ibrahim, na Allah asema kana hanifan, alikuwa ni mtu ambaye anafuata tauhid na kujiweka mbali na shirka na aina zake, na Allah akasisitiza hilo kwa kusema wama kana min al-mushrikin. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliambiwa afuate mila ya Nabii Ibrahim alayhi salam, wattabi' millata Ibrahim hanifa, nafuata mila ya Ibrahim ambayo ilikuwa ni mila ya tauhid, mila ya kuabudiwa Mungu mmoja, mila ya kupiga vita ushirikina na aina zake. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza kuwa Nabii Ibrahim alikuwa ni muwahhid. Allah atueleza ndani ya Qur'an ya kuwa Nabii Ibrahim alikuwa ni Muislamu. Allah asema wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsahu wa laqad istafaynahu fid dunya wa innahu fil akhirati lamina as-salihin idh qala lahu rabbuhu aslim قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين
illa wa antum muslimun. Allah subhanahu wa ta'ala ameweka wazi ndani ya Qur'an ya kuwa Nabii Ibrahim alitakiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kujisalimisha, kuwa Muislamu, kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, na akakubali amri na mwito wa Allah subhanahu wa ta'ala, na ni jambo ambalo kwamba alishika maisha yake wote tangu awe kijana barubaru mpaka wakati hajapewa utume, mpaka Allah akampatia utume, mpaka Allah anapomjalia bado Nabii Ibrahim anamlilia Allah subhanahu wa ta'ala na kusema wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam. Amehakikisha tauhid, amelingania katika tauhid, amewalea watoto wake ndani ya tauhid, na mpaka mwisho bado anamlilia Allah subhanahu wa ta'ala amjalie yeye na watoto wake wawe ni miongoni mwa muwahhidun. Nabii Ibrahim alayhi salam yeye ni abul anbiya, anatambulika kama baba wa mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye ni baba wa mitume kwa namna mbili. Namna ya kwanza, yeye ni baba wa mitume wote ambao walikuja baada yake. Kama tunavyojua, Nabii Ibrahim alayhi salam alijaliwa vijana wawili, Ismail na Ishaq. Ishaq, Allah subhanahu wa ta'ala alimjalia watoto akiwemo Nabii Yaqub alayhi salam ambaye jina lake lingine ni Israil. Nabii Yaqub alayhi salam Allah alimjalia watoto wengi wakiwemo vijana 12. Kati ya hao vijana 12 akiwemo Nabii Yusuf alayhi salam. Vijana hawa 12 wote Allah aliwajalia family na watoto na vizazi ambao baadaye walikuja kujulikana kama Banu Israil, watoto wa Israil, ambaye ni jina lingine la Nabii Yaqub alayhi salam. Hao watoto 12 wa Yaqub ndio baadaye makabila 12 ya Banu Israil ikawa wanasimamishwa na wao. Kwa hivyo mitume wote waliokuja baada ya Nabii Ibrahim alayhi salam akiwemo Nabii Musa, Harun, Suleiman, Daud, Musa, Isa na wengine wengi, Zakaria, Yahya, wote walikuwa katika kizazi hiki cha Banu Israil. Na Nabii Ishaq, Nabii Ismail, kama tutakapokuja kuona, Allah subhanahu wa ta'ala alimjalia yeye apige kambi katika mji wa Makkah, na katika kizazi chake alitokea Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo mitume wote ambao wamekuja baada ya Nabii Ibrahim, wote baba yao kizazi ni Nabii Ibrahim alayhi salam. Na mitume hawa wote walitakiwa wao kufuata mila na desturi na aqida ya Nabii Ibrahim alayhi salam, kwa sababu kwa hivyo Nabii Ibrahim ni baba wa mitume wote kupitia kizazi, na pia ni baba wa mitume wote kwa sababu yeye ndiye katika watu ambao wamehakikisha tauhid katika maisha yao katika historia ya dunia. Nabii Ibrahim alayhi salam alizaliwa na kulelewa katika familia ambayo walikuwa wanaabudu masanamu, walikuwa wanafanya ushirikina, walikuwa hawaabudu Mungu mmoja kama anavyotaka Allah subhanahu wa ta'ala kuabudiwa. Nabii Ibrahim alayhi salam alipopata fahamu tu akajua ya kuwa hili ni makosa na kuabudu hawa ni jambo ambalo kwamba haimridhishi Muumba wa mbingu na ardhi. Ndio maana Allah asema walaqad atayna Ibrahima rushdahu min qabl wa kunna bihi alimin. Ibrahim Allah alimpatia uongofu akiwa kijana, akiwa barubaru. watlu alayhim naba Ibrahim idh qala li abihi wa qawmihi ma ta'budun qalu na'budu asnaman fanadhallu laha akifin. Na Allah kuendelea kumhadithia Nabii Ibrahim, akawa yeye anaengage watu wake na kuambia kuwa hili ni makosa, this is wrong. Na hili ni funzo la kwanza ambalo kwamba tunalipata katika maisha ya Nabii Ibrahim alayhi salam. Kama kijana wa Kiislamu
Hatufai siku zote sisi kuwa imaa, kufuata vitu ambavyo kwamba viko katika jamii yetu blindly. Whatever people do, you also do. Whatever your peers engage in, you also engage in. La, sivyo anavyofaa kuwa kijana wa Kiislamu. Leo utakuta baadhi ya vijana wanafanya mambo fulani katika jamii ambayo hayamridhishi Allah. Wanapoulizwa wanasema si kila mtu anafanya haya, si kila kijana anafanya leo. Mimi nisipofanya nitaonekana kuwa mimi niko nyuma, mimi ni mshamba. Lakini Nabii Ibrahim alayhi salam alijitokeza, na pamoja na kuwa kila mtu alikuwa anafanya shirk, yeye akasimama imara na kusema ya kuwa this is wrong. Na hili ndio funzo ambalo kwamba tunafaa kupata katika maisha. Kijana wa Kiislamu lazima aelewe mafundisho ya dini yake. You have to know your values and always stick to them. Bila kujali uko wapi, katika environment ipi, uko pamoja na nani, kumbuka ya kuwa wewe ni Muislamu na lazima ushikamane na maadili yako ya Kiislamu kila wakati, kila sehemu. Ukifanya hivyo biidhnillahi taala utabakia kuwa ni mustaqim katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo lingine ambalo kwamba tunajifunza kwa Nabii Ibrahim alayhi salam katika nukta hili, Nabii Ibrahim hakusema hili jambo la shirk au jambo hili la kuabudiwa masanamu, it is a family issue. Baba yangu anafanya, ammi zangu wanafanya, kila mmoja katika familia anaabudu masanamu, wacha mimi pia nipate familia, nifanye anavyofanya mzee. La, Nabii Ibrahim hakusema this is a family issue, wacha nifanye kama wanavyofanya familia yangu. Muislamu hafai kufuata kizazi, hafai kufuata mzazi wake au watoto wake au wengi katika jamii. Muislamu anafaa kufuata haki, na hii inatuonyesha kuwa hata kama mzazi wangu anafanya jambo ambalo kwamba halimridhishi Allah subhanahu wa ta'ala, anafanya dhulma au anakula haramu au anajihusisha na biashara ambayo haimridhishi Allah subhanahu wa ta'ala, au jambo lolote ambalo kwamba mzazi wangu wa kiume au wa kike anafanya, mimi sifai kusema ya kuwa kivyovyote nitasimama na baba yangu, nitasimama na familia yangu. Hata kama familia ina dhulumu, utasimama na familia. La, Nabii Ibrahim anatufunza ya kuwa hatufai sisi siku zote kufuata familia au damu au kabila, bali tunafaa kusimama na haki inayomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Nabii Ibrahim alayhi salam anapitia mitihani tofauti katika maisha yake. Inapita muda mrefu yeye kupata mtoto, na kabla ya hata wakati huo Nabii Ibrahim katika kufanya da'wa yake anapata mitihani ya kurushwa katika moto. Watu wake katika mji wa Iraq alipozaliwa wanamrusha au wanamtupa Nabii Ibrahim katika moto mkubwa unaowaka. Kwa nini? Kwa sababu Nabii Ibrahim amevunja Mungu wao, amevunja Mungu wao, masanamu yao ambayo wanayaabudu. Na Nabii Ibrahim aliwachallenge, akawaambia alayhi salatu wassalam, kabiruhum hadha fasaluhum, huyu ndio mkubwa wao na ndio aliyebakia na ndiye aliyeshuhudia yaliyotokea, kwa hivyo muulizeni kilichotokea. Na wote wakaona ya kweli Nabii Ibrahim anachokisema ni haki, lakini kwa sababu tu ya inadi, kwa sababu tu ya hasadan indi anfusihim, kwa sababu tu ya kutotaka kufuata uongofu, wakapotea njia. Akawaambia, afata'buduna min dunillah ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadhurrukum uffin lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun. Hamtumii akili zenu nini? Haya ni masanamu, hayakulu, hayazungumzi, hayawezi hata kujizuia wao wenyewe. Ni vipi mtayaabudu? Hamtumii akili zenu nini? Basi kwa kuwa hawakuwa na hoja, wakatumia nguvu. Na hivyo ndivyo wanavyofanya dhalimu siku zote. Anaangalia nguvu yake, anaangalia pawa yake, aweze kukandamiza haki. Wao hawakuwa na lingine isipokuwa kusema qalu harriquhu wansuru alihatakum, mchomeni huyu
afilie mbali na muweze kuziokoa na kuzinusuru miungu yenu. Lakini kila kitu katika hii dunia iko chini ya amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana Muislamu anaposimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na kudeclare kuwa Allah ndio Rabbul Alamin, alhamdulillahi Rabbil Alamin, neno hili la Rabbul Alamin nastahili kutukumbusha sisi ya kuwa tuko chini ya hifadhi, ulinzi na amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu katika historia ya ulimwengu kuna vitu kadhaa ambavyo kwamba vimeenda kinyume na nature kwa kuitikia wito wa Allah subhanahu wa ta'ala, kama vile moto. Katika kisa hiki cha Nabii Ibrahim, Allah alitoa amri na kusema ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, na moto ikatii. Nabii Ibrahim akaingia akiwa mzima, akatoka akiwa mzima. Tunakumbuka kisu cha Nabii Ibrahim kumchinjia mtoto wake Ismail, halikuweza kumkata kwa sababu limepata amri kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tunakumbuka kisa cha Thamud, mlima ilizaa ngamia kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna masahaba ambao walitembea juu ya maji kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni kutuonyesha ya kuwa kila kitu katika huu ulimwengu iko chini ya amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tunakumbuka fimbo ya Nabii Musa kupiga bahari na bahari kupasuka, na ni jambo ambalo kwamba liko katika historia hata ya wasiokuwa Waislamu wanakiri ya kuwa ni jambo ambalo kwamba limetokea. Kwa hivyo hili linatufundisha ya kuwa kila kitu iko chini ya amri ya Allah. Tunachofaa kufanya ni kuboresha uhusiano wetu na Allah subhanahu wa ta'ala, na hifadhi ya Allah itakuwa pamoja nasi kila leo, kila wakati, kila sehemu. Nabii Ibrahim alayhi salam alipoona ugumu wa watu wake na uzito wa kukubali kwao haki, akasema inni dhahiba ila rabbi sayahdini, wacheni mimi niondoke na niende kwa Mola wangu ataniongoza. Nabii Ibrahim akaamua kufanya hijra kutoka mji wa Iraq akaelekea katika nchi ya Palestina, na alipokuwa anaelekea kule akamwomba Allah subhanahu wa ta'ala amjalie kizazi, amjalie watoto ambao watamsaidia katika da'wa yake, na kusema rabbi habli min as-salihin, ya Allah, nakuomba niwe unijalie watoto wema. Na hapo tunajifunza Nabii Ibrahim alayhi salam anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala mtoto, si tu mtoto yoyote, bali anamuomba Allah mtoto mwema ambaye atamsaidia yeye katika maisha yake kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbi habli min as-salihin. Ndio maana Muislamu anapoomba Allah subhanahu wa ta'ala riziki au watoto au mke au mume, siku zote aqayyid na kumwambia Allah, naomba mtoto mwema, naomba mume mwema, naomba mke mwema na kadhalika, kwa sababu hivyo ndivyo walivyokuwa wakifanya mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Asema rabbi habli dhurriyatan tayyiba. Nabii Zakaria alayhi salam anaomba dhurriya tayyiba, dhurriya saliha. Kwa hivyo unapojiombea Allah kujalia watoto, ongeza kuwa wewe na watoto wema. Kijana ambaye haujaoa, unapoomba mke, omba mke mwema, wa hakadha. Unapoomba riziki, omba riziki ambayo ina baraka na yenye manufaa. Unapoomba kazi, omba Allah akujalie kazi hiyo iwe ni ya khairi. Ndio maana tuko na dua ya istikhara ambayo tumefundishwa na Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Nabii Ibrahim akamwomba Allah subhanahu wa ta'ala amjalie mtoto mwema, na Allah asema fabasharnahu bighulamin halim, tukampatia bashara Nabii Ibrahim ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala atakuruzuku mtoto. Na kweli Nabii Ibrahim alipokuja katika mji wa Filistini, wakakaa kwa muda mrefu na mke wake wa kwanza Sara alayhi salam, hawakujaliwa mtoto. Ikatokea Nabii Ibrahim alayhi salam akafanya safari ya kuelekea katika mji wa Misri, mji wa Egypt, na kule wakapata mitihani yeye na mke wake Sara alayhi salam. Yakatokea yaliyotokea, wakapatiwa zawadi ya mtoto wa kike. Sara akapatiwa zawadi ya mtoto wa kike na mfalme wa Egypt.
baada ya muujiza kadhaa kutokea, Sara akapokea ile zawadi, wakarudi katika mji wa Falastini. Waliporudi, Sara akampendekezea Nabii Ibrahim, mbona usimwoe mke huyu, huenda Allah subhanahu wa ta'ala akatujalia mtoto. Akampendekezea Nabii Ibrahim alayhi salam amwoe Hajar, na huenda Allah akatujalia mtoto mwema kupitia huyu zawadi tuliyopewa. Nabii Ibrahim akamwoa Hajar alayhi salam, na Hajar Allah subhanahu wa ta'ala akamtunuku kijana wa kwanza Nabii Ibrahim, kijana ambaye aliitwa Ismail alayhi salam. Hajar alayhi salam, kwa ufupi, mwanamke huyu kuonyesha namna ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala hujalia baadhi ya waja wake khairi. Alikuwa ni mfanyakazi katika kasri la mfalme Egypt. Allah subhanahu wa ta'ala akamtoa huko akamleta Falastini, na mwisho Allah akamjalia akatua katika mji wa Makka. Na leo ibada nyingi ambazo kwamba zinafanywa ni kumkumbuka Hajar alayhi salam, sacrifice ambayo alitoa, juhudi ambayo alitoa, support ambayo alimpatia mume wake Ibrahim na mtoto wake Ismail. Leo tunapoenda kati ya Safa na Marwa, tunapokunywa maji Zamzam, yote haya yanatukumbusha kuhusiana na kujitolea kwa mama yetu Hajar alayhi salatu wassalam, na kuonyesha ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye huwapa hadhi waja wake fi dunya wa fi akhirah. Nabii Ismail alayhi salam akakuwa, Nabii Ibrahim akampenda sana mtoto wake, akawa karibu naye sana, akawa wanafanya pamoja mambo mbalimbali. Alipofikia umri ya ubarubaru, umri ambayo mzazi anapomtazama mtoto wake anamuadmaya, anamshukuru Allah kwa neema aliyopewa, amri kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ya bunayya inni ara fi al-manam anni adbahuk fanzur madha tara. Nabii Ibrahim alipokea ujumbe kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kupitia ndoto, na ndoto ya mitume wa Allah ni ndoto ya ukweli. Wanachokiona mitume katika ndoto lazima waitekeleze, kwa sababu ni moja katika njia ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anakomunicate na wao, anawasiliana na wao. Nabii Ibrahim alipoona ndoto hii ya kuwa anamchinja mtoto wake wa pekee kwa mkono wake, akajua kuwa hii ni amri kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na amri ilipokuja hakuwa na budi isipokuwa kulitekeleza, na hii ni kuonyesha imani aliyokuwa nayo Nabii Ibrahim, ni kuonyesha tadhiya, the sacrifice ambayo Nabii Ibrahim alayhi salam aliweza kufanya. Na hili ni funzo muhimu ambayo tunajifunza kwa Nabii Ibrahim alayhi salam, ambayo insha Allah taala tutaweza kuipitia kwa urefu kidogo baada ya pumziko fupi katika khutba hii ya kwanza. Barakallahu li wa lakum fi al-Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum min al-ayati wal-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal karim. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وبعد. Ndugu Nabii Ibrahim alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala alipomtunuku mtoto huyu Ismail, na Nabii Ismail akiwa mdogo mno, amri ya Allah subhanahu wa ta'ala ikafika Nabii Ibrahim alayhi salam kuondoa familia yake changa kutoka Falastini na kuwapeleka katika mji wa Makka. Nabii Ibrahim alayhi salam akaitikia mwito wa Allah subhanahu wa ta'ala ya kuchukua familia yake Hajar alayhi salam na Ismail alayhi salam, akawapeleka sehemu ambao wakati huo ulikuwa ni barren desert, ni jangwa ambalo kwamba haina watu, hamna maji, hamna mimea, hakuna uhai. Lakini amri ya Allah imekuja, Hajar na mtoto wake waweze kutuma katika sehemu hiyo. Nabii Ibrahim alayhi salam akaitikia wito wa Allah subhanahu wa ta'ala na kupeleka familia yake kule,
akiwa na uzito wa hali ya juu, lakini amr min fawqi sab'i samawat, hana budi isipokuwa kutii amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akawashukisha pale, wakasetwa, akawachia alichokuwa nacho na akaondoka. Na ikawa Hajar anamuita na kumlilia, alikuwa nini unatuacha hapa? Kwa nini unatuacha hapa? Mwisho Hajar akauliza, Allahu amaraka bihadha, je, ni Allah subhanahu wa ta'ala amekuamrisha utuache hapa? Nabii Ibrahim akajibu kwa ishara ya kuwa naam, Allah ndiye aliyeniamrisha. Angalia imani ya mwanamke huyu, akasema idhan la yudayyi'ana, kama ndivyo basi Allah hatatutupa, Allah hatatupoteza, Allah will never let us down. Na hii inaonyesha umuhimu wa sisi kulea familia zetu, wake zetu, watoto wetu katika tarbia ya Kiislamu, kuweza kuunganisha nyoyo zao na Allah subhanahu wa ta'ala. Tegemeo lao ni kama ni kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Nilimsikia mmoja katika duatu wetu Arau siku moja akisema, unajua mimi siogopi kifo, lakini naogopea hawa, akimaanisha watoto wake. Ikiwa sisi tutawalea watoto wetu kumtegemea Allah, tukaweka tegemeo letu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tukajibidisha kuboresha uhusiano wetu na Mola wetu Allah subhanahu wa ta'ala, hata hiyo hofu ya kuogopea watoto haitakuwa, kwa sababu tutakuwa na yaqeen kamili ya kuwa kama vile Allah anawaruzuku leo katika uhai wetu, kesho Allah subhanahu wa ta'ala ataendelea kuwaruzuku na kuwahifadhi baada ya kifo chetu. Na hii ndio tabia ambayo Nabii Ibrahim alipatia familia yake. Imagine kwa jambo ambalo wakati wowote wanaweza kuvamiwa na mnyama au adui wa kibinadamu au hata chakula chao na maji kumalizika na hawajui watatoa wapi, lakini maadamu ni amri ya Allah, then ana wathiqun billah bi anna Allah la yudayyi'ana. Hajar alayhi salam akatoa hili tamko ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hatatutupa na Allah atahifadhi. Na kweli Allah subhanahu wa ta'ala akawahifadhi, na mpaka leo mji huo umebarikiwa, na mpaka leo mji huo inazuriwa na mamilioni ya watu kila leo kwa baraka ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na kuitikia amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndipo baada ya muda naye Sara alayhi salam akajaliwa naye mtoto ambaye ni Ishaq alayhi salam, na baada ya muda amri kutoka kwa Allah ya kuwa Nabii Ibrahim aweze kuonyesha je, mapenzi yake kwa Allah ndio zaidi au mapenzi yake kwa mtoto wake ndio zaidi. Amri ya Allah ilipokuja, Nabii Ibrahim alayhi salam akamjuza mtoto wake, na mtoto naye masha Allah kuwa alipewa tarbia ya Kiislamu, tarbia imania, akawa yuko tayari kumsupport baba yake kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ni funzo nyingine ambayo tunapata sisi vijana wa Kiislamu ambao Allah ametujalia tuishi na wazazi wetu. Isiyo unafanya da'wa nje, unalingania wengine na wazazi wako, wewe unasema unajua ni baba, siwezi kuambia chochote. La, charity begins at home. Na Rasulullah aliambiwa waandhir ashirataka al-aqrabin, tuwasaidie wazazi wetu kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Ima ni kusimamisha swala tano, au ni kutoa zaka zao, au ni kwenda kutekeleza ibada ya haji, au kuwalingania na kuwakumbusha kwa uzuri, kwa upole na hikma, wao kuacha maasi ambayo wanayafanya ya kumkosea Allah subhanahu wa ta'ala. Tunaona namna ambavyo Nabii Ibrahim alijaribu sana kumsaidia baba yake kuacha shirki. Tunaona Nabii Ismail hapa katika kutaka kuchinjwa, anaambia baba yake if'al ma tu'mar, ewe baba, fanya unavyoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, satajiduni insha Allah min as-sabirin. Falamma aslama wa tallahu liljabin wa nadaynahu ay ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadhalika najzi al-muhsinin. Allah anasema wafadainahu bidhibhin adhim. Allah subhanahu wa ta'ala akamletea kondoo kutoka janna, kutoka mbinguni, na ndilo alilochinjwa badala ya Nabii
Ismail kuchinjwa, na Nabii Ibrahim akaambiwa qad saddaqta ruya, umepita mtihani, umefaulu Ibrahim. Ndio mpaka leo nasi tunatakiwa sisi kusacrifice for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kwa neema ya Allah hakuna siku Allah atakwambia chinja mtoto wako. Hiyo ilikuwa ni mtihani ya special person at a special time. Nabii Ibrahim alayhi salam, na mtihani hiyo amepita. Mtihani yetu mimi na wewe leo ndugu yangu ni je, will we sacrifice our sins for the sake of Allah? Tukaacha nafsi yako inapenda kitu fulani, nafsi yako inakusukuma kufanya maasi fulani. Je, utaikumbusha Allah subhanahu wa ta'ala na kusema ya kuwa inni akhafu in asaitu rabbi adhaba yawmin adhim, mimi naogopa Allah ikiwa nitamwasi adhabu kali siku ya kiyama. Sisi tuna sacrifice ambayo tunafaa kufanya ni kujiweka mbali na makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sacrifice ambayo tunafaa kufanya ni kujibidisha kuipata janna ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufanya mambo ya khairi aliyotuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Dini hii ya Allah haitasonga mbele isipokuwa ikiwa tutakuwa tayari kujitolea, kuwa tayari kujitolea kuhakikisha tauhid, kuwa tayari kujitolea kujiweka mbali na makatazo ya Allah, na at the top of the list ikiwa ni shirku billahi tabaraka wa ta'ala, kuwa tayari kujitolea kutoa nafsi zetu na mali yetu kwa sababu ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Leo hatangelikuwa tunakongamana hapa kwa sababu ya salatu Jumaa ikiwa ingekuwa hakuna waliojitolea kuweza kusekiwa this place. Ikiwa ndugu zetu ambao walienda mbio wakajitolea nyakati zao, wakatoa mali yao, wakatoa juhudi zao kuhakikisha kuwa tuna msikiti sehemu hii, hatungeliweza kuswali hapa katika sehemu hii leo. Kwa hivyo dini hii ya Allah subhanahu wa ta'ala inataka sacrifice, watu kuweza kujitolea kusupport da'wa, kusupport dini, kusupport misikiti sehemu mbalimbali, kusupport masomo ya Kiislamu ili gurudumu la Allah subhanahu wa ta'ala liweze kusonga mbele. Kuna mengi ambayo tunaweza tukajifundisha kwa Nabii Ibrahim alayhi salam, lakini la mwisho ambalo kwamba tutamalizia, kama tunavyojua Ibrahim amepatiwa cheo cha Khalilur Rahman, wattakhadha Allahu Ibrahima khalila. Na tunapotazama ulul azm, wale top 5 prophets, kwa sababu mitume ni wa Allah ni wengi sana. Mtume alitaja takriban 124,000 prophets. Kati ya hao ni 25 waliotajwa ndani ya Qur'an na wawili wametajwa ndani ya Sunna, kumaanisha kuna mitume 27 peke yao ambao tunawajua kwa majina kati ya 1,100 na 124,000 ni 27 tunawajua kwa majina. Kati ya hawa 27 kuna wale ambao ni top 5 wanajulikana kama ulul azm, ambaye ni Nuh, Ibrahim, Musa, Isa na Muhammad sallallahu alayhi wasallam wa alayhi wassalatu wassalam. Tunajua ya kuwa number 2 of these 5 top prophets baada ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni Nabii Ibrahim alayhi salam. Na moja katika quality zake ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ametupasha ni kuwa siku zote yeye alikuwa anapokuwa na khiari mbili, 2 choices, moja inamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala zaidi na nyingine inamridhisha yeye zaidi, siku zote Nabii Ibrahim alichagua lile ambalo kwamba Allah analipenda zaidi kuliko yeye analipenda. Ndio maana tunaona yeye alitaka familia yake Hajar na Ismail wakae katika mji wa Makkah, lakini Allah wakae katika mji wa Palestina, lakini Allah akaamrisha wapelekwe Makkah, akatii amri alayhi salatu wassalam. Nabii Ibrahim Allah subhanahu wa ta'ala alimwamrisha kumchinja mtoto wake. Yeye angelipenda kukaa na mtoto wake na awe ni daia baada yake, lakini Allah aliamrisha Nabii Ibrahim aweze kumchinja mtoto wake. Nabii Ibrahim akatii. Sisi nasi ndugu zangu, ikiwa tunataka kufaulu katika hii dunia na tuwe ni minal faizina yawm al-qiyama, lazima tupambane na matamanio ya nafsi zetu.
na siku zote tutangulize lile ambalo kwamba Allah apenda zaidi katika maisha yetu. Tukifanya hivyo tutafaulu. Na moja katika njia za kuturahisishia sisi kufanya hivyo, always converse with yourself. Kuwa na discussion na nafsi yako wewe mwenyewe. Unataka kufanya maasi, unataka kutazama haramu, kusikiza haramu, kuingia katika dini ambayo kwamba Allah ameharamisha, au maasi ya aina yoyote, ambia nafsi yako, qul adhalika khairun am jannatul khuld allati wu'ida almuttaqun. Ewe nafsi yangu, hili jambo ambalo kwamba unataka kulifanya, ambalo ni it will be a very short time, you will just do it for a very short time, na hiyo enjoyment itaisha. Jiulize nafsi yako, je, hii ndio bora au janna ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewaandalia watu? Ikiwa sisi tutafanya bidii kuasi matamanio ya nafsi zetu na siku zote kujibidisha kufuata maamrisho ya Allah kama alivyokuwa Nabii Ibrahim alayhi salam, biidhnillahi ta'ala, hapa duniani tutafaulu na kesho akhira tutakuwa pamoja naye na wengine wengi katika mitume na wema katika waja wa Allah katika janna ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tawfik. Mwisho kabisa, ndugu zangu, katika kumi la mwanzo wa Dhulhijja, miongoni mwa masiku adhimu ni siku ya Arafa, siku ambayo tumehimizwa kufunga kwa wale ambao tunaweza kufunga, na pia kukithirisha dua na adhkar kama vile la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahu almulku wa lahu alhamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Na siku hiyo insha Allah taala itakuwa ni Jumanne ijayo tarehe 26 mwezi wa 5. Kwa hivyo sote insha Allah taala tuendelee kujikaza katika mema na kufanya mengi mazuri tunapoelekea katika yaumu Arafa na yaumu Eid. Tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala atufikishe na tujalie tawfik ya kufanya mema katika masiku haya na katika sehemu iliyobakia ya umri yetu mpaka tutakapokutana na Mola wetu Allah subhanahu wa ta'ala. Wasallu wasallimu ala al-bashir al-nadhir faqad amarakum Allah ta'ala bidhalika fi kitabihi haythu qala